Hapa nipo katika kijiwe au maarufu wanaita stendi ya bajaji pamoja na waendesha pikipiki katika eneo la Kidinda, wilaya ya Bariadi, mkoa wa Simiyu. Nimezungumza nao na nimeweza kupata maelezo mseto kupanda kwa bei ya mafuta. Nini wanasema? Wengi wameshauri serikali ihakikishe kwamba wanashusha bei ya mafuta badala ya kupandisha nauli kwa mwananchi. Leo hii unakuta unaenda kununua mchele umefikia 4,000. Kimsingi muendelezo wa maisha sisi ya kujikimu unakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo serikali ingeangalia namna sasa ya kuweza sisi kutusaidia wananchi tuondokane na hii hali ngumu ya kiuchumi. Kwa hiyo tuiombe serikali na muombe Rais Samia na viongozi wake wa juu, kwa maana waziri mkuu, makamu wa rais, spika wa bunge, kama wao wasipokuwa wakali katika haya mambo, kama wao wasipokuwa serious wa kwanza wao wenyewe katika haya mambo, ujue changamoto hii itaendelea kutokea. Kwa kweli hii changamoto ya mafuta imesababisha baadhi ya mambo hayaendi, maisha yanazidi kuwa magumu. Sasa sisi vijana tutakapokosa ajira na tutakaposhindwa kukidhi mahitaji ya familia, ina maana wimbi kubwa la majambazi na vibaka na wizi watapatikana. Mimi familia wa nyumbani wananitegemea niende na kitu kidogo. Nikimaliza siku 2 sijalisha familia, itabidi nitafute njia mbadala. Njia mbadala ni kuiba. Kwa sasa uendeshaji wa vyombo vya moto umekuwa ghali mno, na baadhi wamelazimika kuviweka pembeni kutokana na kwamba gharama za nishati ya mafuta zimepanda zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini. Mwenyekiti wa madereva wa bajaji wilaya Bariadi, Godfrey Leonard, ametoa wito kwa mamlaka za nchi kufuta ongezeko la bei za mafuta na isipandishe nauli za usafiri kwa wananchi. Changamoto ya kupanda kwa petroli imeleta athari kubwa sana, hasa kwa madereva, wajasiriamali, wasafirishaji pamoja na wananchi kwa ujumla. Kama kiongozi wa madereva bajaji, nilikuwa na omba kwa vyombo vinavyosimamia nishati, basi serikali isimame kati ili kuweza kusimamia huu mfumuko wa bei za mafuta. Mafuta kwa sasa yamepanda, yamefikia ni shilingi 3,999. Ya maana yametoka kwenye shilingi 3,033. Tunachokiomba tu kwa serikali jaribu kuliingia hili swala kati, yashuke mafuta kuliko kupandisha bei. Hali ni ngumu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Simiyu, Sitatuma, STV.